Naomba katika jina la Yesu Kristo uwezo nipunguza mkono useme hallelujah. Hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Tonight ningependa kushiriki nanyi ujumbe juu ya ujuaji. Nikishiriki ujumbe kuhusu ujuaji, nataka niseme kwamba mimi ndio last born kwetu. Kwa wavulana 7 mimi ndio last born, praise God. Na mimi kuwa last born, nataka kusema ya kwamba kwetu kwa vijana 7 nilikuwa mjuaji sana. Praise God. Amen. Nilikuwa mjuaji sana. Unajua tukiwa watoto unakuwa mjuaji kama mtoto, kama kijana. Praise God. Amen. Sasa kwa mfano nilikuwa mjuaji ya kwamba ningepewa school fees nipeleke kwa shule, na mwalimu ni mkali pale shule ambaye anatufunza mathematics ama science. Na sasa hii school fee kama ningepewa, kitu ya kwanza nikikula hiyo school fees na nisikanyage shule kwa wiki moja, niwe tu najificha kwa msitu. Ikifika jioni ninarudi nyumbani na wenzetu, na mimi niko na kala ninaweka tik. Nilikuwa mjuaji sana. Na pia vile mimi nilikuwa nimependa mambo ya jikoni. Sasa mambo ya jikoni, unajua rabuoni ama sweet potato ikipikwa, kawaida najua ya kwamba kubwa nawekwanga chini, na mahindi vile ikichemshwa. Sasa mimi nikipika nitapika, nikishapika nitachakua zile ambazo ni kubwa, nijifiche mahali nitakula. Nilikuwa mjuaji na nikakuwa mjuaji kupika mpaka ya kwamba hata unajua mimi ninasema sikuli nyama, na sasa nyama ikipikwa iko free, mimi nitakula nyama na kuna mwenye atajua nimekula nyama kwa sababu amejua huyu hakulangi nyama, lakini ninakula nyama. Ugali ikipikwa na nyama imepikwa, hiyo ugali kiwekwa kwa sahani, naenda chini ya sahani na natengeneza kashimo kubwa, kauli kubwa huko chini. Kauli kubwa ambayo utaona. Na ninaenda na nyama ninakula. Wakikuja wanachapa wengine, wanasema huyu hakulangi nyama, hawezi kula. Nilikuwa mjuaji sana. Hata saa zingine wangeangalia bag, wanapata nimepika viazi, kwa bahati mbaya wanapata hizo ambazo nilikuwa nimejificha kubwa. Nilikuanga mjuaji. Hiyo ni utoto wangu. Ikafika wakati sasa nimeweza kuwatembelea, wakaniuliza ya kwamba bado wewe ni mjuaji. Waliniuliza nikiwa sasa mkubwa. Hiyo ndio ikakuwa salamu, wewe ni mjuaji. Vile aliniuliza hivyo, mimi nilijibu ya kwamba sasa ndio nimekuwa mjuaji zaidi. Amen. Amen. Niliweza kujibu ya kwamba sasa ndio nimekuwa mjuaji zaidi. Na sababu nimekuwa mjuaji zaidi ni kwa sababu nimeona wajuaji wengi katika Biblia. Praise God. Nimeona wajuaji wengi katika Biblia. Na sasa ndio nimekuwa mjuaji zaidi. Wapendwa, nikaona ya kwamba wajuaji ni watu kama Elijah, mtu ambaye kuna njaa katika nchi, lakini yeye analetewa chakula na tai, analetewa chakula na ndege tai. Imagine Elijah ya kwamba alikuwa amesikilizana na the creator until the creature is serving him. Praise God. Amesikilizana na the creator until the creation is serving him, because you know all things
they serve God. And the moment you begin serving God, all things, they will serve you. Vitu vyote vinatumikia Bwana. Na wakati utaanza kutumikia Bwana, vitu vyote vitakutumikia. Nikaona ya kwamba Bwana ametufuate. Nikaona ya kwamba watu kama hawa Elijah, ambayo iko kuna njaa katika hii nchi, lakini yeye analetewa chakula na tai kwa sababu amesikilizana na creator, until the creature is serving him, the creation is serving him. Nikasema watu kama hawa ndio wajuaji. Si ujuaji wangu, si ule ujuaji ya kujificha kwa shule na kutoka ujioni na kurudi kwa nyumba. Bwana apetufuate. Wapendwa, nataka kusema ya kwamba kuna ujuaji zingine ambao ni ujuaji wa ujinga. Pray to God. Na nikajiangalia nikasema ya kwamba kuenda kufanya usherati na kupata ukimwi, hiyo si ujuaji. Pray to God. Hiyo si ujuaji, wapendwa. Nikaona ya kwamba wajuaji ni watu kama Meshach, Shadrach na Abednego. Bwana apetufuate. Hao nikaona hao ndio wajuaji. Watu ambao wanamwambia mfalme ya kwamba mfalme ishi milele, lakini kwa habari ya sanamu zako hatutaziinamia. Bwana apetufuate. Nikaona watu kama hao ndio wajuaji. Meshach, Shadrach na Abednego. Mfalme anakasirika, anasema kwamba tanuru ya moto ichemushwe moto mara 7. Wanaulizwa, bado mtainamia? Wanasema, mfalme ishi milele, lakini kwa habari ya sanamu zako hatutaziinamia. Mfalme anawauliza, mko na hakika ya kwamba Mungu yenu ataweza kuokoa? Mungu wenu ataweza kuokoa na moto huu? Anasema ya kwamba hata asipotuokoa, hata kama tutaangamia, wacha tuangamie kwa huu moto, lakini habari ya sanamu yako hatutaziinamia. Najua ya kwamba hata kama tutakufa, tutakuwa absent in the body, lakini tutakuwa presence katika uwepo wake. Tutakuwa presence kabisa, kwa sababu sisi tunapendezwa kuwa na ushirika na Mungu wetu. Na kwa hivyo hata ukiturusha kwa moto, sisi atuinamia sanamu zako. Nikasema watu kama hao ndio wajuaji. Bwana apetufuate. Hao ndio wajuaji, wapendwa. Ujuaji si kukuwa na mpango wa kando na kusambaratisha nyumba yako, ndoa yako. Nikaona hiyo si ujuaji. Nikaona wajuaji ni watu kama Meshach, Shadrach, Abednego ambao ninazowazungumzia, ambao mfalme anasema kwamba hao watupwe kwa moto. Lakini wakati wametupwa kwa moto, mfalme anatoa miwani. Anasema pengine miwani ndio inafanya nione watu double. Anauliza, hawa si nimewatupa wakiwa 3? Na ninaona nikana kwamba wako watu 4, na mmoja anakaa kama mwana wa Mungu, na ninaona ni kama ni kuabudu wanaabudu. Bwana apetufuate. Wapendwa, wajuaji ni watu kama hao ambao hawaogopi hata wafalme wa dunia hapa dunia. Pray God. Hawaogopi hata wafalme, watu wa kawaida. Nikaona hao ndio wajuaji. Wapendwa,
Bana betu wote. Ujuaji hii mambo ya kwa sababu umechoka na mambo ya hospitali, umechoka na mambo ya kazi kwa kampuni, unaenda unapeleka excuse ya kwamba mimi ni mgonjwa kwa sababu unajua hata sick off kisani unaweza lipwa, na wanakutuma hospitali, unaeleza shida yako kwa daktari na unapeana wrong diagnosis, unadungwa sindano na uko as fit as deer, lakini unadungwa sindano inaku affect kwa sababu umedungwa na lakini hujagonjeka. Hiyo si ujuaji wapendwa. Hii ujuaji ya kuiba na kalamu, nikaona hiyo si ujuaji wapendwa. Nikaona kwamba wajuaji ni mtu kama Paul, mtu kama Paulo, ambayo nyoka ya sumu inajikunja kwake, lakini atetemeki. Anachukua hiyo nyoka anairusha kwa moto, na watu wamemongojea akufe, kwa sababu watu wanasema kwamba hizi nyoka zimeua watu wengi, na huyu tunamhesabia tu madakika aweze kufa, lakini wanaongoja kufe, lakini hafi, na anakuwa na ujasiri, anasemea kwamba leteni wagonjwa, anawaombea. Bwana kwetu wote. Nikana hao ndio wajuaji. Mtu kama huyo wapendwa, ili tukue kama watu kama hao. Hao ndio wajuaji. Bwana kwetu wote. Hao ndio wajuaji wapendwa. Ni vizuri kwa watu kama hao. Nikaona ya kwamba wapendwa, nikaona ya kwamba mjuaji ni mtu kama Philip, ambao anahubiri Injili, na kwa sababu angali sana, anatoka mbali, ana concentrate tu kwa mambo ya gospel. Bana petu wote, bila kujali ya kwamba atarudi saa ngapi nyumbani, kwa sababu haja ya moyo wake ni kuhubiri Injili. Wapendwa, yeye hakuenda pale na matatu ya kusema nitahubiri Injili na masaa ikikaribia nitapanda matatu na niende ng'ambo ile kwangu. Alihubiri Injili bila kuangalia saa, na kwa sababu haja yake ilikuwa ni kuhubiri Injili, Roho Mtakatifu akaweza kumbeba na kumfikisha kwake. Ilikuwa mbali sana, akaendelea kuhubiri kwa town tofauti tofauti. Holy Spirit, imagine mtu anabebwa hapa, anabebwa hadi Western, ajapanda gari hapa, anaenda Western kwa dakika 2 kwa Western, hata dakika 1 ako Western, ajabebwa na gari, amebebwa na Roho Mtakatifu. Bana vitu vyote. Nikaona watu heri mtu kama huyo. Hao ndio wajuaji wapendwa. Hao ndio wajuaji. Kuna ujuaji ya ujinga. Pray God. Kuhepa na rent ya landlord baada ya kushinda kulipwa wapendwa, hiyo si ujuaji. Bwana betu wote. Hiyo si ujuaji wapendwa. Kuna mambo ambayo tunaweza chukua ya kwamba ni ujuaji, lakini ni ujuaji ya ujinga. Kuna mambo watu wanafanya ambayo itawasumbua kwa muda, kwa maisha yao itawasumbua, na tunasema ni ujuaji wapendwa. Hiyo si ujuaji. Bana betu wote. Hiyo si ujuaji. Bana betu wote. Wapendwa, nikisimama hapa ninakwambia kwamba mwambie mwenzako mimi ni mjuaji. Pray God. Mwambie jirani mimi ni mjuaji. Bana betu wote. Wapendwa, ningependa nikuwe mjuaji zaidi. Ningependa kuwa mjuaji. Bana betu wote. Ningependa kuwa mjuaji, lakini nashukuru Mungu sisi ni wajuaji. Bana betu wote. Sisi ni wajuaji. Unajua kutembea kwa kila nyumba ya washirika, kutembea kwa kila nyumba, kwa kila plot, na kubembeleza mtu ya kwamba tuende kanisa tushiriki, wapendwa, hiyo si ujuaji.
kwa sababu utatembea kwa maplot 50, lakini pengine wawili ndio watakubali. Sasa hiyo si ujuaji, lakini nashukuru Mungu ya kwamba sisi ni wajuaji, ya kwamba hapa tunahubiri kwa Holiness TV, tunahubiri kwa YouTube ambaye inafikia mataifa watatutazama, na sasa hivi tumeelekea almost where we are wona 1,000, tunafikia 1,000 souls because tumeanza kwa muda chache, lakini tuko na almost tunaelekea 1,000 viewers, that is 1,000 souls that we are won to Christ. Tunasema kwamba sisi ni wajuaji katika jina la Yesu Kristo. Bwana betufuate. Unajua brother yangu ni Evangelist Clinton Ernest ni mwalimu, na mimi pia ni mwalimu. Praise God. Tungekutana tungesema kwamba wewe ni mwalimu na mimi pia ni mwalimu. Sasa wacha tukue na nyumba kama hii na tuanze tulete wanafunzi tuweze kuwasomesha. Praise God. Amen. Lakini wapendwa, nasema ya kwamba sisi ni wajuaji, kwa sababu unajua kama tungekuwa si wajuaji tungesema hapa tuanzishe ikuwe shule ama ikuwe mahali pa biashara. Praise God. Amen. Lakini tumefanya hapa iwe a prayer center na tuende kuhubiri kwa YouTube, ili kwa sababu tunajua tukihubiri mali hapa maisha ya wengi yatabadilishwa na hatima ya wengi wataweza kubadilishwa. Wapendwa, unajua ni kitu unajua sisi ni wajuaji. Praise God. Amen. Sisi hatutafuti kiti cha MP ama MCA ya kuruli one term. Praise God. Amen. Hatutafuti tu kiti cha MP ama MCA ya kuruli tu one term na kusema na kuambiwa ya kwamba tamu yako imeisha, urudi nyumbani kulingana na katiba. Praise God. Amen. Unajua watu kama Bill Graham waliweza kusema ya kwamba it is a small thing kuwa president wa Amerika. Waliweza kusema it is a small thing kuwa president wa Amerika, kurudi tu tamu mbili na unaambiwa kwamba rudi nyumbani kulingana na katiba. Kurudi tu continent moja. Kama niko na nafasi ya kurule mataifa, Mungu anasema ya kwamba ask and I will give you nations for a possession. Wapendwa, sisi tunatafuta mataifa katika jina la Yesu Kristo. Hatutafuti tu kutawala mji mmoja, kutawala hapa kurutu hapa Kitengela na kurudi kwa tamu mbili na kurudi nyumbani kulingana na katiba. Sisi tuko hapa kukurula milele na milele, kwa sababu kuna nafasi ya kurula na kutawala kwa maisha yetu yote hadi Yesu akuje katika jina la Yesu Kristo, hadi tunyakuliwe. Wapende na kuambia ya kwamba sisi hatutafuti kiti cha MCM na MP ya kutawala tu hapa Kitengela na ama kutawala kwa tambili basi unaenda nyumbani. Oh my God, sisi tunatafuta mataifa, kwa hiyo Mungu amesema kwamba niombe, ask and I will give you a nation, and not just a nation but I will give you nations for a possession in the name of Jesus. Na kwamba wapendwa, tuko na hiyo nafasi ya kwamba sisi tunaenda kwa mataifa, na tukienda pale tunaongojewa in the name of Jesus. Tukienda pale tunakuwa na mamlaka juu ya falme, oh my God, na nguvu za giza. Waliowekwa mateka unawafungua, waliowekwa magereza unawaweka huru, na unagojewa kila mali unakwenda, unawacha nuru mali pale, unawacha uponyaji mali pale katika jina la Yesu Kristo. Nasema ya kwamba heri kwa mjuaji, ya kwamba ukisoma neno la Mungu, wewe ambao umeamua kupeana Yesu maisha yako, na kuambia kwamba wewe ni mjuaji, usikubali na ujuaji ya wale
usikubali kuwa na usikubali kutembea na wajuaji ambao wako na ujuaji wa ujinga. Wacha nikuambie kwamba umeamua kupeana maisha yako kwa Yesu, wewe ni mjuaji. In the name of Jesus. Mwambie mwenzako wewe ni mjuaji. Mwambie mwenzako ningependa kuwa mjuaji katika jina la Yesu Kristo. Wewe tuseme kwa mguu. In the name of Jesus.